Naam, mpendwa msikilizaji wangu, nipende kukukaribisha tena katika kipindi hiki cha masifu ya jioni, mfululizo wa vipindi vya masifu ya asubuhi na masifu ya jioni katika wiki hii hapa Upendo Media kwa mara nyingine tena. Na kwa wiki hii kwa neema ya Mungu uko pamoja nami Peter Kwalazi, mwalimu na mhubiri wa neno la Mungu kwa neema ya Mungu tu, na ujumbe ambao Mungu ameweka kwenye moyo wangu kwa wiki hii tangu tulivyoanza siku ya Jumatatu asubuhi mahali hapa una kichwa kinachosema upendeleo wa Mungu kwa Afrika na Waafrika. Upendeleo wa Mungu kwa Afrika na Waafrika. Na tukisimama na neno la Mungu kutoka kitabu cha Injili ya Mathayo ile sura ya 20 mstari wa 16 unaosema, vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Hiyo ni habari ya mtu mwenye nyumba aliyekuwa na shamba lake la mizabibu, akatoka mara 5 kwa kutwa kwenda kutafuta na kuajiri wakulima na wafanyakazi kuwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Na hapo tunaona jinsi ambavyo imeandikwa si mara moja wala mara mbili wala mara tatu, mara kadhaa kwenye Biblia na hasa Injili, akizungumza juu ya unabii huo wa Yesu, wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha jioni, nipende kukaribisha tuendelee na ujumbe huu, upendeleo wa Mungu kwa Afrika na Waafrika. Na kabla hatujasonga mbele, nipende kumshukuru Mungu. Tutulie, tuombe. Mungu mwema na mwaminifu na mtakatifu, Baba, katika jina la uweza la Yesu Kristo Mwokozi na mfalme mkuu, tunakushukuru kwa muda huu mzuri unaotupa tena kuja mbele zako, kutega masikio yetu na kusikia kutoka kwako maneno ya uzima ambayo yanapatikana kwako peke yako. Upende kusema nasi Bwana, neno lako la uzima ambalo pia ni chakula cha roho zetu, na tuwe na bidii katika kulisha roho zetu zaidi kuliko hata miili yetu, maana mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa chako. Useme nasi tena jioni ya leo kwa neema na rehema zako kuu na za ajabu, nasi tuko tayari kusikia kutoka kwako. Tusiposikia Bwana, unayo nguvu na uweza wa kutusikizisha mpaka tusikie, na utupe neema kuwa watendaji wa neno kwa yale ambayo tutayasikia, ili tusifanane na mtu yule anayejitizama kwenye kioo na punde akiondoka kwenye kioo anasahau sura yake ilivyo. Neno lako ni kioo, kiko mbele yetu Bwana, linapopita linatuangaza maisha yetu na tabia zetu na mienendo yetu, kuingia kwetu na kutoka kwetu. Basi lisiondoke kwetu siku zote za maisha yetu, liwe taa na mwanga wa njia zetu, litumulikie mahali popote tutakapokwenda. Nena nasi watoto wako wa kike na wa kiume tunasikia. Unitumie nami mjoli na mtumwa wako kama chombo mkononi mwako, na kama upendavyo Bwana, nami nakubali kutumiwa na wewe kama upendavyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la uweza la Yesu Kristo Mwokozi na mfalme mkuu, hivi ndivyo nilivyoomba nikishukuru na kuamini na kupokea. Amen. Na sasa nikutajie kwa mara nyingine tena hapa mwanzoni namba zile za simu tunazotumia kwa wale ambao hawana hizi namba, labda ni mara yako ya kwanza au unahitaji kukumbushwa, basi uzitumie kwa ajili ya kuachilia sadaka zako kuwezesha vipindi hivi hapa Upendo Media kuruka na kuwafikia mataifa duniani kote. Tunazo namba mbili, moja ni ya Yas, nayo ni 0713762888. Namba hiyo ya Yas ya kutuma sadaka zako kwa neema Mungu anayokujalia ni 0713762887, na ile ya Voda ni 0757 Hiyo ya Voda ni 0757 Na karibu sasa na kwa ajili ya ujumbe huu, upendeleo wa Mungu kwa Afrika na Waafrika. Kama umekuwa ukifuatana nami tangu mwanzo wa vipindi hivi tulivyoanza, hiki ni kipindi chetu cha 4 katika mfululizo wa vipindi takriban 9 katika wiki hii. Hiki ni kipindi chetu cha 4, na kwa sababu hiyo si rahisi kurejea huko nyuma kote tulikotoka, lakini unaweza ukafuatilia kwenye YouTube ya
Upendo Media, ukaona namna tulivyoanza na tunavyoendelea, na wewe ukapata kitu huko kikakusaidia sana na kukutoa kwenye maangamizi yako, sawa sawa na neno la Mungu linalosema ulituma neno lake huwaponya mataifa na kuwatoa katika maangamizi yao. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Asubuhi tulitazama jinsi ambavyo neno Afrika limefichwa katika majina mengine yaliyotumika moja kwa moja kwenye Biblia, na kwa nini neno Afrika limefichwa na baadhi ya mambo mengine yamefichwa hivyo hivyo. Kwa sababu ni tabia ya Mungu kuficha mambo anayotaka kuyaficha. Ni tabia ya Mungu kuficha mambo anayotaka kuyaficha, na sawa sawa na Kumbukumbu la Torati sura 29 mstari wa 29 wenye maneno yanayosema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yale yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele. Kwa yale ambayo hataki kuyafunua hatutayajua, ni ya kwake, atayaficha tu, lakini yale ambayo anataka tuyajue atayafunua. Na Mithali 25 mstari wa 2 unasema ni utukufu wa Mungu kuficha jambo. Ni utukufu wa Mungu kuficha jambo. Lakini bei yake anasema ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Na nataka uone na ujue katika somo hili tunaloenda nalo, ninapokutajia Afrika na Waafrika, na Mungu amekusudia kuachilia huo upendeleo mahususi kabisa na maalum kabisa kwa Afrika na Waafrika. Hilo neno Afrika hulioni moja kwa moja kwenye Biblia, lakini limewekwa kwa namna ya kufichwa. Na nikakwambia limefichwa kwa kutumia majina zaidi ya matatu, na mimi nimepata neema ya kukuonyesha hayo matatu tu, lakini zaidi ya hayo kusema kweli. Tungekuwa na muda wote tulio nayo kwenye kipindi hiki, ningeweza kuonyesha tu hayo majina mengine mengi yaliyotumika kuficha hilo neno Afrika ndani yake. Lakini hayo matatu, moja ni neno au jina Misri. Unaposoma neno Misri mahali popote kwenye Biblia, usitazame Misri kama nchi kwanza, tazama Misri kama mtu kwanza, kwa sababu Misri ni jina la mtu kabla halijawa jina la nchi. Na kama ni nchi, usitazame nchi ya Misri kama nchi ya Misri tu peke yake, iko pale kimkakati kwa makusudi na mpango kamilifu kabisa wa Mungu. Na nikakwambia Misri ni roho, na roho ina tabia, na tabia au roho ina tabia tena ya kuambukiza. Na sasa bara zima la Afrika limekuwa na hiyo roho inaitwa roho ya Misri. Na nilikusomea kwenye maandiko kwenye kitabu kile cha nabii Isaya sura ya 19 ule mstari wa 1 mpaka wa 3, hususan ule wa 3 anazungumza wazi wazi kabisa juu ya roho ya Misri. Roho ya Misri. Na si roho nzuri. Unahitaji msaada wa Mungu ili roho za Misri zikutoke. Wale wanaofuatilia mambo ya uamsho wanafahamu pia, ukiokoka ukimwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na ukifundishwa mafundisho ya awali ya kukulia wokovu, mahali pengine utaambiwa uwe makini, uangalie usije ukarudi Misri. Hiyo lugha inatumika. Unafikiri kwa nini usije ukarudi Misri? Na maanisha kuna tabia, kuna roho na si nzuri. Lakini ni roho pia zinazoambukiza kwa namna hiyo. Na unahitaji kufahamu kwamba bara zima la Afrika limebeba hizo roho za Misri kwa muda, hata pale Mungu alipotusaidia wakati mwingine kupiga miungu ya Misri, kutuachanisha na hizo roho, tumezirudia tena. Lakini ashukuriwe Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo aliyekufa mahali petu na akafufuka mahali petu, ili sisi tupate kuwa huru mbali na hizo roho za Misri. Unahitaji kuijua hii siri ili ujue kwamba unahitaji kuhamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza na wa hizo roho zisizompendeza Mungu na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Jina lingine ambalo tumeliona ni jina Kushi. Kushi sasa ni jina la mtu pia, na kusema kweli Kushi ni kaka yake na Misri. Hawa ni ndugu. Kushi ndio mkubwa na Misri ni mdogo. Habari hii imeandikwa wazi kabisa kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 10. Ukisoma mstari wa 6 utaona ni watoto wa mtu anayeitwa Hamu. Ni watoto wa mtu anayeitwa Hamu, kwamba na wana wa Hamu walikuwa ni Kushi na Misri na wengine Putu pamoja na Kanaani. Mimi nataka uone huyu Kushi pamoja na Misri, jinsi ambavyo neno Afrika limefichwa humo ndani. Na neno Kushi au jina Kushi sasa Misri imefichwa huko kwa misingi ya ngozi.
kwa misingi ya rangi, sio kwa misingi ya roho kama Misri, lakini ni kwa misingi ya ngozi na rangi nyeusi. Ndiyo maana kule kwenye Yeremia sura ya 13 mstari wa 23 unauliza swali akisema, je, Mkushi aweza kuibadili ngozi yake, au chui madoa yake? Anazungumza juu ya ngozi ya mtu mweusi, kwa sababu Mkushi kimsingi ni mtu mweusi, na aliyeanza kuzaa huyo mtu mweusi ni huyo Hamu, watoto hawa wa Nuhu, Shemu, Yafeti pamoja na Hamu. Hamu ndiye mdogo, akalaaniwa na baba yake kwa kosa alilolifanya. Tuliliona kwenye kipindi kilichotangulia, unahitaji kufuatilia tu upate kuona. Na jina lingine la tatu lililoficha neno Afrika ni jina linaitwa nchi ya Hamu. Nchi ya Hamu inatajwa nchi ya Misri kama nchi ya Hamu, inatajwa nchi ya Kushi kama nchi ya Hamu, na Afrika kwa ujumla wake inatajwa kama nchi ya Hamu. Mtu wa aina hiyo, habari zimeandikwa kwenye kitabu cha Zaburi ya 105 mstari wa 23 na hata ule wa 27, lakini pia mstari ule wa kitabu cha Zaburi ya 106 mstari wa 21 na 22. Nilikusomea na nikakuonyesha. Sina namna ya kurejea huko nyuma kote nilikotoka, hatua kwa hatua. Nataka nisogee nikuonyeshe jambo lingine leo Mungu aliloweka kwenye moyo wangu. Na hapo nilipokuwa nikizungumza na wewe, sikuacha kukuonyesha vile ambavyo Isaya amekuwa nabii katika Agano la Kale, lakini kwa kweli aliyepewa kuonyesha na kutabiri na kuyataja mambo ya kipindi hiki cha Agano Jipya kwa sehemu kubwa sana. Na yale yaliyokwisha kutimia yamekwisha kutimia, yanayotimia yanaendelea kutimia, yatakayotimia yataendelea kutimia. Isaya ni nabii wa Agano Jipya. Kwa sababu hiyo alitabiri habari za kuzaliwa kwa Yesu kwenye Isaya sura ya 9 kuanzia mstari wa 6, lakini ametabiri mambo mengine mengi. Asubuhi nilikuonyesha jambo moja gumu zaidi la Isaya linalomhusu Isaya mtumishi wa Mungu kwenye sura ile ya 20, akiambiwa na Mungu avue nguo zake za magunia. Alikuwa kwenye maombi na amevaa magunia. Mungu akamwambia, umeomba, umefika hapo ulipofika, sasa nakupa maelekezo. Maana maombi yana maana tu kama ukisikia na kupata maelekezo kutoka kwa Mungu na kutii hayo maelekezo na kufuata hayo maelekezo. Sasa maelekezo aliyopewa Isaya kwenye sura 20 si maelekezo rahisi, si maelekezo mepesi. Akaambiwa, vua hizo nguo za magunia, vua na viatu vyako, uwe uchi kabisa, halafu utembee kwenye mitaa ya nyumbani kwako muda wa miaka 3. Na Isaya hakubisha, alitii hilo agizo na hiyo amri. Ukisoma hiyo sura 20 utaona. Jambo hili linatufundisha kitu gani? Usiige utumishi wa mtu. Mungu ni Mungu wa ajabu sana. Akimuita kila mtu anampa kitu kingine cha tofauti kinachomtofautisha yeye na watumishi wengine. Shandani sana kinaitwa wito. Kwa wito wa Isaya sio wito wa mtumishi mwingine yoyote. Wito wa kwangu sio wito wa mtumishi mwingine yoyote. Wito wa mtumishi yoyote unayemjua mahali popote pale sio wito wa kwako. Unaweza mkawa watumishi wote, lakini msiwe na wito mmoja. Mkawa na kitu cha tofauti kinachowatofautisha kule ndani, na hapo Mungu atawapa maelekezo tofauti kila mtu ya kwake. Ukitafuta kufanana na mtumishi yoyote, ukubali kupita mahali hapo huyo mtumishi alipopita. Na saa nyingine si rahisi kupita sababu huna hiyo neema. Ng'ang'ana na neema Mungu aliyokupa na wito wa kwako, ukatoe hesabu, usije ukalima shamba la mtu mwingine. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tulijifunza hilo jambo kwa uchache, nitaka uone namna hiyo. Na nilianza sasa kama nilivyokuahidi kukuonyesha angalau kwa uchache malengo ya somo hili. Bado tunaweka msingi. Tazama kwenye kipindi hiki cha 4 bado tunaweka msingi. Nilikwambia tangu siku ya kwanza kwamba nyumba ambayo Mungu amekusudia ijengwe kupitia somo hili ni nyumba kubwa, na msingi wake lazima uende chini sana, usukwe vizuri sana huko chini, na baadaye sasa iweze kupandishwa nyumba. Na labda tunahitimisha kuweka msingi wa hili somo katika kipindi hiki cha 4 ili kipindi cha 5 tuanze kusimamisha nguzo. Na sasa nataka kusema na wewe juu ya misingi ya somo hili. Nilikwambia somo hili halina msingi mmoja. Somo hili lina misingi ipatayo 7. Somo hili lina misingi ipatayo 7.
Nilianza kuonyesha tu msingi mmoja wapo katika somo hili, ni msingi wa kukupasha habari au kukupa taarifa au kukujulisha habari hizi, uwe na taarifa kwamba upo upendeleo wa Mungu unaokuja kwa Afrika na Waafrika, na kwamba habari hizi ni amini, hakika na kweli, kwamba wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Katika lengo hilo la kwanza nilikusomea ile sura ya 42, sura ya 42 ya kitabu cha nabii Isaya, na mstari wake ni ule wa 9 unaosema, tazama mambo ya kwanza yamekuwa, nami na yahubiri mambo mapya, kabla hayajatokea na wapasheni habari zake. Kabla hayajatokea na wapasheni habari zake. Mungu amenituma kwa neema yake nikupashe habari za upendeleo wa Mungu kwa Afrika na Waafrika, na kwamba unabii huu wa Yesu ulioandikwa mara kadhaa kwenye Biblia, ya kwamba wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho, hiyo ni amini, hakika na kweli. Unaweza ukautafsiri ujumbe huu, wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho, katika mtazamo wote unaweza kuutazama. Mimi nilichopewa ni kipande hiki cha kimataifa, kwa maana ya Afrika, na ambayo inatajwa kama Misri, kama Kushi, kama nchi ya Hamu, kama nchi ya watu weusi, kama nchi ya watu waliolaaniwa, lakini ashukuriwe Mungu kwa ajili ya Yesu aliyekuja kuchukua laana zetu na kuzigongomelea pale msalabani. Na hakuna namna tunaweza tukatoka na kutimiza hizo ndoto tukimkataa Yesu. Ndio maana nimekuambia una wajibu wa kwako pia, moja, kumwamini na kuamini huu ujumbe na hii habari tuliyoileta, lakini pia kufungua moyo wako na kumpa Yesu nafasi ili akuhamishe kutoka kwenye hilo fungu la waliolaaniwa kwenda kwenye fungu la waliobarikiwa na kupendelewa na Bwana. Kwa hiyo nakupasha habari za mambo yatakayokuja. Habari za mambo yatakayokuja ndiyo lengo mojawapo ambalo niliweza kukuonyesha. Nataka nisogee kukuonyesha lengo lingine la pili. Lengo lingine la pili ni kuacha alama au kumbukumbu baada ya utumishi wako. Ni kuacha alama au kumbukumbu ya kukumbukwa, legacy, baada ya utumishi wako. Wako watumishi kadha wa kadha katika utumishi wao wameacha alama, na alama nzuri kusema kweli. Msisitizo ni alama, lakini alama nzuri katika utumishi wao. Na Mungu akupe neema, mtu yeyote unayenisikiliza mahali popote, Mungu anakuita na kukualika katika kumtumikia Bwana. Nilikwambia asubuhi, Mungu anazo nafasi nyingi sana za utumishi. Maandiko yanasema wazi wazi kabisa ya kwamba mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Alafu anasema basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake, katika shamba lake. Na anakuita unayenisikiliza mahali popote, haijalishi umekataliwa kiasi gani, unafikiri umelaaniwa, huwezi kutoka mahali ulipo. Nataka nikuhakikishie kwamba Mungu anazo nguvu na uwezo wa kukutoa na kubadilisha kabisa historia ya maisha ya kwako. Na unapotoka hapo mahali ulipo sasa, ikabaki kuwa historia, lenga kumtumikia Mungu kwa kiwango ambacho utaacha alama. Utaacha alama. Utumishi mahali popote pale Mungu alipokuita, lenga kuacha alama. Iko mifano kadha ya watu walioacha alama katika utumishi wao. Yusufu ni mmoja wapo, aliacha alama katika utumishi wake. Pamoja na mahali na mazingira magumu na njia ngumu aliyopitia, saa nyingine hata kukataliwa na ndugu zake, na makusudio kadhaa ya kuuawa namna hiyo, na kushtakiwa na kusingiziwa kesi na kufungwa gerezani, lakini alitulia na Mungu na hatimaye akatumikia kusudi la Bwana na akaacha alama. Akaacha alama kule Misri, alivyopewa nafasi ya kuwa waziri mkuu wa Misri wakati huo, akaacha alama alivyoanzisha utaratibu wa 5% ya akiba. Mpaka leo dunia nzima mahali pote wanapoweka mifuko ya akiba, muasisi wake ni Yusufu
wa kwenye Biblia ameacha alama, anakumbukwa kwa mengi wala si machache. Anakumbukwa hata kwa kushinda jaribio la kusingiziwa na mke wa Potifa, akakimbia akisema siwezi kumkosa Mungu kwa kumtenda Mungu dhambi kuu namna hii. Ameacha alama namna hiyo, na kwenye mambo mengine mengi. Mungu akupe neema uache alama, umtumikie Mungu ukilenga kuacha alama, na alama nzuri. Haijalishi unashindwa mara ngapi, inawezekana ukashindwa mara kadhaa kufika kwenye viwango hivyo, lakini usikate tamaa, songa mbele, songa mbele. Kama kuna kuanguka, basi kuna kuinuka tena. Mungu akuinue tena kwa jina la Yesu, usonge mbele. Danieli ni mfano mwingine ambaye aliacha alama katika utumishi wa kwake. Katika vipindi takribani 4 vya wafalme wanne, wakina Nebukadneza, wakina Dario, wakina Belshaza na wengine namna hiyo, akatumika na akiwa kinara kabisa wa maombi kwa ajili ya kusimamia kusudi la Bwana kwenye nchi ile ya Babeli. Unahitaji kujifunza kwa Danieli pia juu ya utumishi wa kuacha alama, kuwa king'ang'anizi na kudumu, kwa maana ya kupasisti kwenye lile ambalo Mungu amekupa kulifanya. Usivunjwe moyo, usikatishwe tamaa na yeyote na chochote kwa namna yoyote. Haijalishi watu wanaokuzunguka hawakuelewi, hakikisha tu Mungu anakuelewa. Mungu akikuelewa, uko kwenye mikono salama. Hawa ambao hawakuelewi leo watakuelewa baadaye, watakuelewa ng'ambo utakapofika ng'ambo. Lakini usilenge kutafuta kueleweka na watu kwanza kabla hujaeleweka na Mungu. Siku zote mtumikie Mungu kwa namna ambavyo Mungu atakuelewa kulingana na maelekezo anayokupa hatua kwa hatua, ili kulenga katika kuacha alama kwenye utumishi wa kwako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Iko mifano mingine mingi. Hata Ayubu aliacha alama. Ayubu aliacha alama katika utumishi wa kwake, na mahali alipopita hapakuwa rahisi, lakini alitulia, alivumilia, akitaja mambo kadha wa kadha, akisema hata mteteaji wangu yu hai hata baada ya ngozi yangu kuharibika hivi. Anazungumza mambo mazito kabisa, akisema Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Mahali alipopita hapakuwa mahali rahisi. Na nikusomea siku ya kwanza hapa nilipokuwa nikikufafanulia juu ya upendeleo wa Mungu. Kati ya watu wanaoshuhudia kwamba walipendelewa na Mungu, mmoja wapo ni Ayubu. Kwenye ile sura ya 10 mstari wa 12 anasema nimependelewa na kupewa uhai na huyo Mungu Mwenyezi. Na Ayubu naye aliacha alama. Mungu akupe neema uache alama, kama sio kwenye ngazi kubwa kabisa, lakini hata kwenye hiyo ngazi ndogo basi, ya familia ya kwako, ya ukoo wa kwako, ya ofisi ya kwako, ya mtaa wa kwako, mahali popote pale ulipo, tumikie Mungu kwa kiwango cha kuacha alama. Kuacha alama. Elisha aliacha alama. Elisha aliacha alama katika utumishi wake, na watumishi wengine wengi ningekuonyesha. Nampenda dada mmoja anaitwa Ruth. Ruth naye aliacha alama katika utumishi wake. Ni kati ya mabinti wawili walioolewa, Ruth pamoja na Orpa. Wale wanaosoma kitabu cha Ruthi, na yule mzee Elimeleki pamoja na Naomi walipokuwa wamehamia kule Moabu, unaweza kuona jinsi ambavyo walivyokufa Elimeleki na wale waume wa Ruthi na Orpa, yule Maloni na Kilioni. Mama yule Naomi akiwaambia wale mabinti, mrudi nyumbani kwa baba zenu, mkakae huko hali ya ujane, pengine mtapata vijana wengine wawaoe. Mimi sasa nimeshakuwa mzee, hakuna kijana wangu hapa atakaye waoa. Ruth akawa king'ang'anizi sana, akilitumikia shauri la Bwana. Wito haufanani, na usitafute kufanana na mtu yoyote. Orpa akamshinda, akaondoka. Ruth akamwambia mama mkwe Naomi, utakako kwenda nitakwenda, utakachokula nitakula, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kisoma hicho kitabu cha Ruthi. Nazungumza habari ya kuacha alama. Lengo ili la pili, mtumikie Mungu anapokuita. Utakapoitikia wito wa kumtumikia Mungu, lenga kwa namna yoyote ile, bila kujali mahali unapopita ni pagumu kiasi gani, ni pa kudharauliwa kiasi gani, ni pa kushindwa mara kadhaa kiasi gani.
lakini malengo yako yawe ni kuacha alama hatimaye. Mungu atakufikisha hivyo viwango tu kwa neema yake. Jina la Bwana libarikiwe. Huyo Ruthi akang'ang'ana namna hiyo. Walivyorudi katika ile nchi ya kwao waliotoka kule Betheli, akakutana na baba mmoja anaitwa Boazi. Unafahamu hiyo habari? Na wakaoana Ruthi pamoja na huyo Boazi, na wakapata mtoto wao aliyeitwa Obedi. Na Obedi ndiye aliyekuwa amemzaa mtu anayeitwa Yese, na Yese ndiye aliyemzaa mfalme Daudi. Yangetokea wapi hayo kama Ruthi naye angerudi kwa baba yake akitafuta kwenda kukaa hali ya ujane na kuolewa, lakini alisikia maelekezo moyoni kwamba asimwache mama mkwe huyo Naomi. Sijui Mungu anakuelekeza kwenda wapi, wakati gani, kwa namna gani, kukaa wapi, kufanya nini. Usijue ni kwa kusudi la Mungu. Mungu akupe utulivu kwa jina la Yesu Kristo, ili upate kutulia na kusikia na kupokea maelekezo katika kile unachomtumikia Mungu nacho, ili hatimaye upate kuacha alama kwenye maisha yako na utumishi wako. Na hapo nasisitiza, kwenye utumishi Mungu anaokuitia wewe, kama wewe, usitafute kueleweka na wanadamu, tafuta kueleweka na Mungu. Tafuta kueleweka na Mungu, utakuwa salama zaidi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lengo la 3 la somo hili leo, nakupa haya malengo yote 7, Mungu akinijalia kuyamaliza, ili kipindi kinachofuata tupate kuingia ndani sasa na kukuonyesha njia Mungu atakazozitumia kumuinua yule wa mwisho kuwa wa kwanza na wa kwanza kuwa wa mwisho. Atatumia njia gani? Nitakufundisha kwa neema ya Mungu kipindi kinachofuata. Lakini wacha tutazame haya malengo, tuone mahali tutakapofika. Malengo haya 7 ya ujumbe huu, upendeleo wa Mungu kwa Afrika na Waafrika. Lengo la 3 ni kutoa wito kwa Afrika na Waafrika kuacha mambo ya kuacha. Yako mambo mengi sana ya kuacha, mengi tu. Kuna mambo ya kuacha ukitaka kwenda kwenye viwango vingine na kuacha alama, kusema kweli, na kugusa maisha ya watu na moyo wa Mungu kabisa. Katika wito huu wa kumtumikia Mungu, kuna mambo utapaswa kuyaacha. Wasomaji wa kitabu cha Mithali wanafahamu sura 28 ule mstari wa 13 una maneno yanasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Msisitizo sio kuziungama dhambi zako tu, msisitizo ni kuziacha dhambi zako. Na Mungu akupe neema, Mungu akupe neema ukaziache dhambi zako, ufanye maamuzi ya ndani kabisa, uache. Kuna tabia unazozijua hata kama watu wengine hawajui, unajua kabisa hizi ni chukizo mbele za Mungu, basi uziache. Na saa nyingine Mungu atakufanyisha mazoezi na majaribio kadhaa ya kuacha. Na lengo la Mungu akikujaribu sio kukuangusha, ni kukupa mtihani ili uweze kufaulu huo mtihani. Upite hapo kwa neema ya Mungu pamoja na Bwana, ili uweze kushinda kuacha yale ya kuacha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nafahamu baadhi ya mambo ya kuacha ni mambo fulani ambayo Biblia inaiita mambo ya kitoto. Mambo ya kitoto. Imeandikwa wapi hii? Kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura yake ni ile ya 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 13 na ule mstari wa 11 na maneno yanasema, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Nimeacha mambo ya kitoto. Kuna mahali anaelekea Paulo anayeshuhudia na kuandika waraka huu kwa Korinto, akisema kuna wakati na mimi nilikuwa mtoto na nikafanya kama mtoto, nikasema kama mtoto, nikafikiri kama mtoto anavyofikiri hivyo, na sikujua. Lakini tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, inamaanisha alipokuwa akaacha yale mambo ya kitoto, akabatilisha yale mambo ya kitoto. Ukumbuke mtu wa Mungu, kipindi cha kwanza tulipokuwa hapa siku ya Jumatatu asubuhi, nilikuambia ujumbe huu inawezekana kabisa ni chakula kigumu,
na sikuacha kukuambia chakula kigumu kwa mujibu wa kitabu cha Waebrania ni chakula cha watu wazima. Chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Na kama unataka kuelekea kwenye kiwango hicho cha watu wazima, ili Mungu aweze kukuletea chakula kinacholingana na umri wako kiroho. Sizungumzi umri wa kimwili hapa, nazungumza umri wa kiroho kwa maana ya kukomaa kiroho. Unajua, unaweza ukawa mtoto mdogo hivi, lakini ndani rohoni ni mtu mzima. Unaweza ukawa mtu mzima kwa jinsi ya umri na umbo na nafasi na kila kitu, lakini huko rohoni kuna mambo ya kitoto yamekujaa. Mungu akupe neema ya kuyabatilisha hayo kwa jina la Yesu. Akupe neema ya kuyabatilisha hayo kwa jina la Yesu. Na hili lengo muhimu sana ambalo utakapoanza kusimamisha nguzo za jengo hili kubwa kabisa na kuweka tofali la kwanza kupandisha kwenda juu, tutasimama kwenye misingi hii na malengo haya ninayokutajia, ili tupate kuona hatimaye mwisho mzuri wa kile ambacho Mungu amekikusudia. Mungu akupe neema ya kubatilisha mambo hayo ya kitoto. Na kila mtu ana mazingira yake. Unajua, kuna mambo ninafanya kusema kweli haya sikupaswa kabisa kuyafanya. Hayo ukayaache kwa jina la Yesu. Mungu akupe hiyo neema. Haleluya. Kitabu kile cha Wagalatia ile sura ya 4 inasemaje? Wagalatia sura ya 4 na mstari wake ni ule wa kwanza na wa pili tu nitapenda kusoma. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Ingawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Unaona sasa, mrithi ni mrithi kabisa halali, lakini sasa ni mtoto na hawezi kupewa urithi wa kwake. Atakuwa tu chini ya usimamizi wa mawakili, kutunza mali zake kwa muda mpaka atakapokuwa mtu mzima. Mungu akupe neema kwa haraka sana na kwa uongozi wa Roho Mtakatifu ukaache hayo mambo ya kitoto, ili uweze kupewa urithi wako, ili uweze kupewa upendeleo na baraka Mungu alizozikusudia kwenye maisha ya kwako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Unaona umuhimu wa lengo hili na jambo hili ambalo tutapita nalo pia kuweza kujenga msingi juu yake na kujenga juu ya msingi huu hatua kwa hatua. Hata waraka ule wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 18, waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 18 nilikutajia tangu siku ya kwanza hapa. Wacha nirudie tena kutajia huu waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 18 wenye maneno yanayosema, lakini kueni katika neema, lakini kueni katika neema na katika kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Lakini kueni katika neema na katika kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mungu anakutaka ukue, utoke kutoka kimo kimoja kwenda kimo kingine, na ndio kanuni za Mungu. Tunatoka kimo kwenda kimo, nguvu hata nguvu, imani hata imani, mpaka tutakapofika katika cheo cha utimilifu wake Kristo. Na katika huko kukua kote tunakokuwa na kuongezeka hivyo, usitafute kufanana na mtu yoyote mahali popote, tafuta kufanana na Yesu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ndiyo. Na lengo la 4 sasa. Lengo la 4 sasa. Muda unaniacha kwa haraka. Mungu anisaidie nione mahali nitakapoishia katika malengo haya muhimu sana ya somo hili, upendeleo wa Mungu kwa Afrika na Waafrika. Lengo la 4 ni kuhakikishia ulimwengu kwamba hata Afrika linaweza kutoka neno jema kama Nazareti. Sentensi hii muhimu ichukue kama ilivyo, ni kuhakikishia ulimwengu kwamba hata Afrika linaweza kutoka neno jema kama Nazareti. Nazareti ni kielelezo na mfano wa mahali palipodharauliwa sana kiasi ambacho wanafikiri neno jema haliwezi kutoka Nazareti. Na habari hii imeandikwa kwenye kitabu cha Injili ya Yohana ile sura ya 1
Nami nitapenda kusoma katika Injili ya Yohana sura ya 1. Nitaanzia ule mstari wa 43. Siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathanaeli, akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa na Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Filipo anamshuhudia Nathanaeli kwamba huyo aliyeandikiwa na manabii na Musa na Torati tumemwona ana kwa ana, tena mimi ameniambia nimfuate. Nathanaeli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Hana ubishi na Yesu aliyeandikiwa habari zake na manabii na Musa na Torati, lakini ana ubishi kwamba huyo Yesu ni mtu wa Nazareti. Asijue kuna unabii uliotangulia kwamba ataitwa Mnazarayo. Tuliona huko nyuma, utakapofuatilia kwenye YouTube utaona. Anabisha kabisa Nathanaeli akimuuliza Filipo, akimwambia, laweza kweli neno jema kutoka Nazareti? Na ndio Nathanaeli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, ndipo njoo uone. Filipo akamwambia, njoo uone. Njoo uone. Kama unafikiri neno jema haliwezi kutoka Nazareti, wewe njoo uone linaweza kutoka Nazareti. Na lengo hili la 4 nimekuambia ni kuufahamisha na kuujulisha na kuutaarifu ulimwengu ya kwamba neno jema linaweza kutoka Afrika. Afrika iliyotajwa kwa majina magumu na mabaya, ikiitwa bara la giza, dark continent, usijue nuru yake imekuja na mwanga wake umezuka. Na nataka nikuambie habari hii ni amini, hakika na kweli. Utanielewa nitakapokuonyesha njia Mungu atakazozitumia kuitoa Afrika mahali ilipo na kumpendelea mtu huyu ambaye amekataliwa na kutumikishwa kitumwa na kutembezwa uchi kama adhabu na kutajwa kwa vitu vigumu kabisa. Mahali pengine, kama umewahi kusikia kama mimi nilivyosikia, walitaja mahali pengine wakisema bara hili linanuka. Mimi nataka nikuambie, pamoja na kutajwa kwa majina magumu na mabaya namna hiyo, safari hii halitanuka, litanukia. Jina la Bwana libarikiwe. Nchi hii ya Afrika itanukia badala ya kunuka, kwa sababu ni dalili mojawapo ya siku za mwisho kabla Yesu hajarudi kulichukua kanisa. Mahali pengine Biblia inasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza. Kumaliza vizuri ni bora zaidi kuliko hata mahali pa kuanzia. Si vizuri kuanza vibaya, lakini haina maana sana kuanza vizuri alafu umalize vibaya. Kumaliza ni muhimu zaidi kuliko kuanza, na Mungu anatupa neema tukapate kwa jina la Yesu kumaliza vizuri. Tena katika kipindi chetu sisi tukiwa mashahidi, wako waliotutangulia huko nyuma walitamani waone kipindi na majira kama haya tulio nayo leo. Hawakupewa, hawakuweza kuona, lakini mimi na wewe tumepewa na kuweza kuona namna hiyo. Niseme nini sasa? Itoshe kwa malengo hayo 4 ambayo nimekupa. Bado sijakupa malengo mengine 3. Nitaendelea nayo sasa kipindi kijacho. Sikutaka tu kuyataja namna hiyo, lakini angalau kuingiza ndani kidogo na kupa maandiko kuonyesha vile mambo yalivyo katika malengo haya 7 ya ujumbe huu muhimu wa upendeleo wa Mungu kwa Afrika na wa Afrika. Upate kujua mawazo ya Mungu kwako, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Si mawazo ya mabaya, ni mawazo ya amani, ni ya kukupa tumaini katika siku zako za mwisho. Pokea huu ujumbe uwe wa kwako. Yeremia 29:11. Pokea huu ujumbe uwe wa kwako, utembee nao, jipe moyo mkuu. Kama moyo wako umeshuka, umeinama, umekata tamaa, ukifikiri hakuna matumaini, na kuambia bado lingaliko tumaini kwenye maisha ya kwako hata sasa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nipende kuomba kwa ajili yako. Tunapomalizia, muda wangu umeniacha na dakika chache sana. Mungu mwema na mwaminifu na mtakatifu, ninakushukuru mno kwa neema hii ajabu na ya kipekee tena
ambayo umetupa watoto wako na watumishi wako kuketi chini ya miguu yako na kusikia maneno yako ya uzima. Ni kwako tu peke yako Mungu ndiko kuna maneno yako ya uzima. Tungepata wapi maneno haya ya uzima ya kututia moyo na kuamsha imani zetu tena na matumaini yetu tena kwako Bwana, kama si neno lako? Asante kwa neema na rehema. Jina lako Bwana na lipate kutukuzwa milele. Basi ninalituma ile neno kwa msikilizaji mahali popote pale alipo, ili akapate kutiwa nguvu na kutiwa moyo na kuinuliwa tena, apate kujua tumaini kwamba la kwako wewe ndani yake halitahayarishi. Jina lako na litukuzwe milele, kwa sababu unaweza kutenda zaidi ya maombi haya, na kwamba wewe ni Mungu mwaminifu kiwango cha kuaminiwa. Ukiahidi wewe unatenda. Hujawahi kusema uongo, maana wewe si mwanadamu hata ujute, na si mtu hata useme uongo. Huna kigeugeu wewe, ukiahidi unatenda ulichoahidi. Basi katende Bwana, ili ukawape watoto wako ushuhuda, wakajue ya kwamba wewe ni Mungu utuponyaye, na njia za kutoka mautini zina Jehova Bwana. Namwacha kwenye mikono yako iliyo salama, hata akipita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, ukawe pamoja naye. Katika jina la uweza la Yesu Kristo Mwokozi, mwekee kiu ndani yake ya kuendelea kufuatilia ujumbe huu mpaka mwisho, ili aweze kupata kile unachosema na kanisa lako. Utukufu na heshima ni vya kwako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndivyo nilivyoomba na kushukuru. Unisikie kwa neema yako. Basi nitakutajia tena hapa mwishoni namba zile za simu ambazo unaweza kuzitumia kutuma sadaka zako na kujiungamanisha na madhabahu hii ya Upendo Media. Namba zenyewe ni mbili, moja ni ile ya Yas na nyingine ni ya Voda. Ya Yas ni 0713 na 762 na kwa mara nyingine tena namba hiyo itumie kutuma sadaka zako kimshukuru Mungu, na Mungu akukumbuke kwa jina la Yesu. 0713 762 na namba nyingine ya Voda ni 0757 22 0757 kwa maana ya 220. Na Mungu wangu akubariki sana na akupe neema ya upendeleo kwa jina la Yesu. Amen.